yetu pale. Tunakuwa live kabisa tukizungumza masuala mazima ya kimichezo. Naitwa Andrew Baigeze Nehemia, mwanamchezo wako, mtangazaji kabisa ambaye nipo na mchambuzi Marusu atatupa kiundani zaidi juu ya masuala yote ambayo tunaenda kuyazungumza. Bwana Marusu, uko vizuri kabisa? Bwana, nashukuru Mungu, heri ipo ndugu yangu. Mambo yanaenda kama kawa. Bwana, mwezi wa 4 sasa hivi bwana. Wako unakimbia mwaka. Imekuwa ni mwezi wa baraka, unakimbia vizuri kwa sababu ni mwezi ambao tumeshuhudia ndugu zetu Waislamu wakisherehekea Idi, lakini pia wakitimiza tunu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia sasa hivi Wakristo nao wanaendelea na Kwaresma, mimi mwenyewe nikiwemo, na panapo majaliwa na sisi tumaliza na kula Pasaka pia. Kwa hiyo ni mwezi ambao una mengi mazuri ya kidini, kukua kiimani na yote ambayo ni ya mjumuiko wa pamoja. Unajua vitu kama hivyo. Bwana, fresh tu ya mifungo tuachie hapo. Sasa tukazungumza issue ya mchezo hapa. Tumeona Simba kwenye mashindano ya shirikisho barani Afrika ameweza kufungwa bao 2. Sasa anasubiri mchezo wa marudiano tena utafanyika Benjamin Mkapa. Pengine unadhani wapi Simba alipokwama ukitazama mchezo ule wa kwanza, na ni wapi Simba aweze kurekebisha ili kuweza kujihakikishia kwenda hatua ya nusu finali? Swali zuri sana, lakini ambalo linaanza kujibiwa na mpira wa miguu kuwa na matokeo ya aina zote, ama kuwa na ugumu sana kubashiri kitu gani ambacho kinaweza kikatokea next, kwa sababu Simba kwenye mchezo wa kwanza walicheza vizuri lakini hawakushinda. Al-Masry hawakucheza vizuri sana lakini walishinda. Inaweza kutokea pia kwenye mchezo wa marudiano Simba wakacheza vibaya wakashinda, Al-Masry wakacheza vizuri wasishinde. Ama inaweza kutokea pia kwenye mchezo wa marudiano Simba wakashinda mchezo lakini wasifuzu kwenda kwenye hatua inayofuatia. Kwa hiyo ndivyo mpira wa miguu ulivyo, kwa maana ya kuna vitu vingi ambavyo hauwezi kuvitarajia ama kuvibeti moja kwa moja katika ile idea ya hisia, kutumia hisia kwenda kuona yupi anastahili na yupi hastahili. Lakini ukija kwenye performance analysis, ukija kwenye data sasa na kwenye namna ambavyo timu zote mbili zilicheza kwenye mchezo wa kwanza, hapo ndipo maybe unaweza kupata walau mwanga wa kwa nini fulani alistahili, kwa nini fulani hakustahili. Na kwenye game ya kwanza kama unakumbuka vizuri Andrew, Simba ilikuwa ndio timu ambayo ilimiliki zaidi mchezo kwa maana ya asilimia kubwa ya possession, lakini pia hata kutengeneza nafasi. Simba walitengeneza zaidi ya nafasi 20 za kufunga magoli siku ile. Mahmoud Gadi, goalkeeper wa Al-Masry, alifanya saves 8. Unajua clean saves ambazo Simba wangeweza kufunga mabao, lakini sio hivyo tu pekee yake. Kuna aina nyingi sana ya nafasi ambazo Simba walitengeneza kupitia unaweza kusema utatu wao mtakatifu wa eneo la kiungo cha ushambuliaji. Jean Chaza huwa Eli Mpanzu pamoja na Kibu Denis kuweza kufunga mabao, lakini haikufanikiwa. Kwa hivyo hata Ronald Ateba, japokuwa watu wengi wana question whether or not alipaswa kumaliza mchezo, lakini naona pia na yeye kwa maoni yangu hakuwa na mchezo mbaya kiasi hicho. Na swala la Simba kwa kufunga magoli siku ile alikuwa ni swala la mtu mmoja, ilikuwa ni timu as a general. Kuna namna fulani timu in general kuna namna fulani hawakuwa katika lile daraja ambalo unaweza kusema lilikuwa ni nafasi yao bora kuweza kupata matokeo, lakini still lazima utawapa heshima tena Al-Masry kwa kile ambacho walikionyesha, kwa sababu walikuwa kwenye uwanja wa nyumbani, walicheza kwa nidhamu kubwa, hawakuhitaji sana mpira, walicheza zaidi kwa kuwa na wasema anticipation ya kushambulia sana na kuacha maeneo yao ya nyuma wazi, lakini pia nyakati ambazo walipaswa kwenda kushambulia walikwenda vizuri. Watu kama kina Abdelrahim Degboum ambaye alifunga goli la kwanza kwenye mchezo, jezi namba 30, lakini pia John Ebuka ambaye alifunga goli la pili.